Nazo familia 300 katika kaunti ya Homa Bay zimesalia bila makao baada ya mto Sondu Miriu kuvunja kingo zake. Mvua kubwa ilionyesha kwa siku 2 mfululizo pia imeharibu mazao ya thamani katika eneo la Othaya, kaunti ya Nyeri, na kuacha wakazi na hofu ya kusombwa na maji. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, miundo mbinu iliyoharibiwa na mafuriko pia imesalia mahame, huku serikali ikiwataka Wakenya kuwa waangalifu wakati wa mafuriko. Athari ya mvua ilionyesha Ijumaa na Jumamosi ilionekana hii leo, ambapo makumi ya wakulima kutoka kijiji cha Gitwiga, kaunti ya Nyeri, walikagua mazao yaliyoharibika shambani. Mtaro huu wa kusafirisha maji ulivunja kingo Jumamosi usiku na kusomba majumba 9 pamoja na mazao. Shamba yetu ilikuwa na avocado, ilikuwa na mahindi, ilikuwa na kila kitu, majani, na yote imeenda. Sasa tumeashwa, sijui tumeashwa wapi. Wakazi hapa wakilaumu ujenzi mbovu kwa hasara waliopata. Hii kanalo hata agency walikuwa wameenda na nyundo kung'oa. Tufuje yote. Ndio tunasema kama hii kanalo hata chukua hatua tutaivuja. Katika kaunti ya Homa Bay, familia 300 kutoka kijiji cha Osodo zimesalia bila makao baada ya majumba yao kujaa maji. Mto Sondu Miriu ulivunja kingo zake Jumamosi usiku na kuwaacha njia panda. Wengine wamehama, hatuwezi ishi shule na watoto wanasoma shuleni. Sasa tunaomba kama tunaweza pata mahali pa kuishi. We did some diking on the area of Oluchia, the Kibwon River, but we have not completed the diking processes. So the rain might still affect some families. Daraja la River Migori lililofungwa Jumamosi pia linatumika kwa safari za miguu na pikipiki. Asasi husika zikitoa tahadhari kwa wakazi wa Migori kwa waangalifu msimu huu wa mvua. We need that cooperation. When we tell people to move, it should not be felt like we are forcing them to do it. It is for their safety. Daraja la Kichwatembo, kaunti ya Narok, pia limejaa maji. Sasa maelfu ya Wakenya wanahitaji usaidizi ili kusahimili madhila ya mafuriko. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.